Ni kweli tutauliza na miwa pia hata miwa na njugu ya yote iko sawa. Najua utapenda njugu. Lakini kwanza hii Linda Mwananchi ilizaliwa vipi na wapi? Linda Mwananchi ilizaliwa kule Bumula. Kuna eneo bunge linaitwa Bumula ambapo mbunge ni Mheshimiwa Jack Wamboka. Tulianza kama caucus ya wabunge pale ambao hatukuwa tunafurahia sana kuona jinsi ambavyo bunge lilikuwa limetekwa nyara, kwa sababu kulikuwa na miswada ambayo ilikuwa inaletwa pale ambayo wengi tulikuwa tunaona kwamba wanafuata ile maagizo ambayo wanapewa na wale ambao wako katika uongozi wa kitaifa ama executive, Rais William Ruto. Ni wakati huo ambao kulikuwa na ile finance bill ya mwaka 2024 kama unakumbuka. So ukiangalia katika kwa mfano eneo bunge la Bungoma, kulikuwa na wabunge wawili tu ambao walichagua kusimama na wananchi wakati wa kupiga kura hiyo mwaka 2024. Mimi nilikuwa katibu mkuu wa chama cha ODM wakati huo, na tuliandikia wabunge wetu wote barua kule kwenye bunge kuwashinikiza kwamba wananchi wamekataa huu mswada, mpige kura ya kukataa. Na wengi wa wabunge wa ODM walipiga kura kukataa mswada huo mwaka 2024. Na we were very proud as a political party, kwa sababu huwa tunasema sisi ndio chama ambacho kinasimama na maslahi ya wananchi. So ukiangalia katika vyama vingine kwa mfano tukakuta kwamba Mheshimiwa Wamboka si mwanachama wa ODM, amechaguliwa kwa DAP, na Mheshimiwa Kalasinga mbunge wa Kabuchai amechaguliwa kwa chama cha Ford Kenya, lakini yeye wao wawili pekee ndio walichagua kusimama na wananchi. So wakati ambapo tulikuwa tunaketi tukajikuta kwamba kuna wabunge wa ODM ambao walisimama na wananchi na wabunge wa vyama vingine, na tukasema na sisi lazima tukue tunafanya mikutano yetu katika maeneo yetu ili kuweza kuhamasisha wananchi. So mkutano wa kwanza wa ile vuguvugu ambayo ilikuja kuzaa sasa Linda Mwananchi tuliufanya katika constituency ya Bumula, kisha tukaenda kwa Mheshimiwa Majimbo Kalasinga. Ndio mkutano wa tatu tukaufanya kule Saboti, kina wa Mushomba wakajiunga na sisi kule, mliona katika county ya Trans Nzoia. Kisha baadaye anaitwaje Mheshimiwa Muchomba akatuhepa. Unajua katika hizi movement watu wanakuja wakienda, lakini kwa sababu nimeona kwamba mkiendelea kusimama tu na wananchi, kuna wale wataanguka by the wayside, wengine watawaacha, lakini wale ambao wanajiunga na hilo vuguvugu ni wengi zaidi ya wale ambao wanahepa, unaona. So by the time tunakuja kuungana na pia kina James Orengo wakakuja, wakati ule tulikuwa tunajiita Kenya moja. Kama unakumbuka. I remember you were a very small group. Yes, we were a very small group. Hata nyinyi waandishi wa habari mlikuwa mnasema nyinyi mnapiga tu kelele, mko wangapi? Na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya, wale viongozi ambao wanaunga vuguvugu hili la Linda Mwananchi ni wengi sana. Unajua kuna watu wako na masuala mengi tu, wengine wanapiga timing yao, wengine wanangoja miradi katika eneo zao zikamilike, kwa sababu unajua William Ruto na yeye achezi. Ukigeuka tu unasema 2 term kama kulikuwa na contractor hapo, ukigeuka useme 1 term. Contractor anaama na mashini zake. Unaona? Achezi. Sasa kuna watu wengine wanatuambia Sifuna acha nimalize hii aka barabara kangu alikuwa ameanzisha, sitaki nimkasirishe abebe mashini aende nazo. So watakuja tu na mtawaona. So ikafika mahali ambapo tukakuwa kikosi kikubwa sana. Na kwanza hawa ndugu zetu viongozi wa kutoka maeneo bunge ya Kisii wamekuwa waanzilishi na msingi muhimu sana kwa hii Linda Mwananchi. Na wazungumzia rafiki yangu Anthony Kibagendi. Unajua mimi napenda watu ambao mkiamua kwamba mnaenda safari. Mnaenda safari. Hautageuka nyuma ukute Kibagendi ametoroka. Na ameumia sana kwa sababu ya hiyo support ya hii Linda Mwananchi, na kwa sababu yeye ni mwana one term. Ameumia sana. Mmeona pale bunge Weta amekuwa kitarget wana Linda Mwananchi, na alianza na huyo Kibagendi. Anamfukuza bunge kwa makosa yenye haieleweki. Kwa mfano ati kwa sababu nimesema kitu hapa kwenye Egesa FM, ati speaker wa Senate anakasirika ati ananifukuza bunge. Haiwezekani, kwa sababu bunge speaker ako na mamlaka juu ya wabunge wakati tuko ndani ya bunge. Hawezi kunifuata mpaka kwa bedroom bwana. Hadi unaangalia vitu Sifuna amefanya unasema standing order number 12. Ati itakana uvae hiyo shati. Haiwezekani. Kibagendi yuko pale ambaye ni mkereketwa wa Linda Mwananchi and a very strong member of the team, founder member of the team. Tuko na Mheshimiwa Obadia Barongo, mnamjua. Tuko na Mheshimiwa Clive Gisairo, mnamjua. Yani ukiangalia ile team kikosi ya kutoka maeneo ya Gusii, ni they have been very very instrumental ya kuweka pamoja hii kikosi ya Linda Mwananchi. Of course tunaye senator wenu Onyonka
ambaye mnamjua msimamo wake. Onyonka tumepigana vita vingi sana na yeye, na napenda Onyonka kwa sababu ya msimamo, na napenda kusimama upande wa wananchi. Yes. Mnakumbuka ile vita tulikuwa tunapigana ya Adani wakati moja. Hata mzee baba alikuwa amekasirika na sisi sana, natuambia unajua nyinyi mnafukuza investors nini. Tukamwambia baba, si hatufukuzi investors. Hata wakati alituita tukamexplainia, tukamwambia wewe ndio ulitufunza kwamba miradi yote ambayo inafanyika katika taifa letu ifanyike kwa uwazi. Si hatujakata. Hata sheria yenyewe ambayo tulitunga inataka kwamba kuwe na uwazi katika procurement na miradi yote ambayo tunafanya. So kikosi cha Omousi kiko ndani. Wao ndio wenye linda wananchi na wametupa nguvu sana. Ikafika wakati mheshimiwa Orengo akatujoin. So imekuwa ni safari ndefu, na viongozi wengi wameingia, lakini msukumo mzito sana wa linda mwananchi ni kutoka kwa vijana wetu. Kwa sababu wanatuambia kwamba wana resonate na mambo ambayo tunazungumza na nchi ambayo wangependa tujenge. Unaona? So imekuwa ni safari ndefu, lakini we are very proud of what we have achieved kufikia sasa. Na nataka niwahakikishie wa Kenya kwamba hatutawaangusha. We know what is required to be done. What have you achieved? We have achieved a lot.